Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kumekuwa na majadiliano mazuri na yenye tija kati ya Urusi na Marekani kuhusu vita nchini Ukraine. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema amemwomba Rais wa Urusi Vladimir Putin kuonea huruma maisha ya watu na kuongeza kwamba iwapo vita vitaendelea, vitasababisha mauaji ya kutisha kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, Rais Putin alikuwa na haya kusema kuhusu mpango wa kusitisha mapigano wa siku 30. Tunakubaliana na mapendekezo ya kusitisha uhasama, lakini tunaendelea kusema usitishaji huu unapaswa kuwa wa muda mrefu na ambao utaondoa sababu za awali za mgogoro huu. Rais wa Marekani Donald Trump ameunga mkono majibu ya Putin, lakini ametaja kama matamshi ambayo hayajakamilika. Maelezo mengi ya makubaliano ya mwisho yamejadiliwa. Sasa tutaona ikiwa Urusi inakubaliana nayo au la. Na iwapo hawatakubaliana nayo, itakuwa hali ya kukatisha tamaa sana kwa ulimwengu mzima. Kwa upande wake, kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea majibu ya Putin kama ya kupotosha. Sasa sote tumesikia maneno ya Urusi kutoka kwa Putin ambayo tuliyatarajia, yenye ushawishi mbaya kujibu wazo la kusitisha mapigano. Naona anajiandaa kukataa ombi kwa sasa. Bila shaka Putin anaogopa kusema hili moja kwa moja kwa Rais Trump kwamba anataka kuendeleza vita hivi. Anataka kuwaua wananchi wote wa Ukraine. Urusi imechukua takriban 20% ya ardhi ya Ukraine tangu vita hivyo kuanza. Victor Kenani anawasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Jonathan Bell ambaye yuko mashariki mwa Ukraine, ambapo amekuwa akizungumza na vikosi vya Ukraine kuhusu matarajio ya kusitisha mapigano. Tukutahadharishe tu kwamba ripoti yake ina picha za kusikitisha. Kunaweza kuwa ni tofauti. Bado ni wimbi baada ya wimbi la wanajeshi waliojeruhiwa. Hawa wenye majeraha madogo wanasafirishwa kwa basi hadi hospitalini, wachache kwa wakati mmoja. Ni vipande vya marisau ya makombora katika maeneo tofauti ya mwili. Wengi wao walikuwa wakitetea eneo moja tu, jiji lililozingirwa la Pokrovsk. Majeraha haya ni uwakilishi wa majeraha makubwa zaidi na wachache kama mapigano. Wanavamia tulikokaribia kila siku. Nina mashaka kama kutakuwa na suluhu. Tayari nimepoteza marafiki zangu wengi. Ningependa kuamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa, lakini hauwezi kamwe kuiamini Urusi. Ikiwa unajua historia yako, hiyo ni wazi. Wakati mwingine wanapaswa kufanya uokoaji huu mara kadhaa kwa siku. Sofia mwenye umri wa miaka 22 ni daktari. Anajiandaa kwa zoezi la uokoaji mwingine unaofuata na haamini kuwa Rais Putin ataacha uvamizi. Kama wangetaka amani, wangesimamisha vita hivi. Mtu hawezi kubadilika mara moja. Aseme, nataka amani sasa. Niamkapo nataka amani. Mimi ni mtu wa amani leo. Haibadiliki hivyo. Bado hakuna ishara kwamba mabomu na risasi zitakoma, na bila mafanikio ya kidiplomasia, Ukraine iko tayari kuendelea na mapigano. Katika mapumziko mafupi kutoka kwenye uwanja wa vita, wanajeshi hao wanaendelea na mafunzo. Japo kuna mazungumzo ya amani, wanajeshi hawa wa Ukraine bado wanajiandaa kwa vita. Baada ya siku chache baada ya mafunzo haya, watakuwa katika mstari wa mbele, na hapa kuna shaka kubwa kwamba mapigano yataisha. Tumaini moja kwa Ukraine ni kwamba Marekani itaunga mkono. Wanajeshi hawa wanahitaji msaada huo ili kuendelea kuwa na magari yao ya kivita kutoka Marekani. Usitishaji wa vita unaungwa mkono na Rais Trump, wakati Rais Putin bado ana maswali. Je, unamwamini Rais Putin? Ivan anasema hapana kamwe. Je, unamwamini Rais Trump? Siku za hivi karibuni anasema ana mashaka yake. Imani ya usitishaji mapigano ni ya kiwango cha chini, lakini uongo wa Rais Putin juu ya juhudi za kumaliza vita unaweza kuimarisha zaidi msaada kwa Ukraine.
Afrika Mashariki na upembe wa Afrika limejipata katika hali ya kutokota kisiasa na kiusalama katika baadhi ya mataifa. Mizozo ya ndani kwa ndani na hata kati ya mataifa jirani imepamba moto katika miezi michache iliyopita, hali iliyowatia raia katika sintofahamu kuhusu usalama wao na maisha yao kwa ujumla. Agnes Penda anaangazia visa hivyo vya usalama katika ukanda huu. Nchini DRC, mamilioni ya watu wamekimbilia Rwanda na Burundi kutafuta hifadhi baada ya kundi la M23 kuteka na kudhibiti majimbo mawili makuu ya mashariki mwa DRC. Kwa sasa Angola imejitolea kuwaleta pamoja waasi wa kundi hilo chini ya mwavuli wa Congo River Alliance kwenye meza moja na serikali kuu inayoongozwa na Rais Felix Tshisekedi. Huku hayo yakipangwa, M23 inazidi kupiga hatua kuteka miji mingine, huku serikali ya Kinshasa ikitangaza kwamba viongozi wa M23 ni wahalifu ambao wanahitaji kukamatwa. Na katika taifa jirani la Sudan Kusini ni hali ya taharuki ambayo imezidi kutanda. Mvutano wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir Mayardit na naibu wake wa kwanza Riek Machar umekuwa mgumu, hali iliyosababisha raia wanaoishi katika mji wa Nasir uliopo kaskazini mwa taifa hilo kukimbia makwao. Muungano wa maendeleo Afrika Mashariki na upembe wa Afrika IGAD umesema kwamba iwapo swala hili halitashughulikiwa, huenda likarejesha taifa hilo katika vita kama ilivyoshuhudiwa mwaka 2013 na mwaka 2016. Na nchini Ethiopia, viongozi wa jimbo la kaskazini la Tigray wameomba serikali kuu kuingilia kati, huku taharuki kitanda kati ya makundi yaliyojitenga ndani ya chama cha Tigray People's Liberation Front. Baadhi ya viongozi wakuu katika jeshi wameshtumiwa kwa madai ya kusambaratisha jimbo hilo, na kumekuwa na madai kwamba walipanga njama ya kuipindua serikali ya jimbo hilo. Katika taifa la Somalia, kundi la Al-Shabaab linazidi kutatiza usalama katika maeneo mbalimbali kuwemo katika mji mkuu Mogadishu. Kundi hilo linadhibiti maeneo kadhaa ya vijijini na bado ni tishio la kiusalama licha ya juhudi za kijeshi zinazoendelea kutekelezwa na vikosi vya serikali ya Somalia na walinda amani wa Umoja wa Afrika. Nchini Sudan, hakuna dalili ya kuwepo kwa mpango wa kusitisha mapigano kati ya jeshi la taifa hilo na kundi la Rapid Support Forces RSF. Shirika la Save the Children limesema kwamba waathiriwa wakubwa wa mzozo huo ni wanawake na watoto ambao wanakosa chakula na vifaa muhimu kama vile madawa katika maeneo mbalimbali kuwemo katika mji mkuu Mogadishu. Kundi hilo linadhibiti maeneo kadhaa ya vijijini na bado ni tishio la kiusalama licha ya juhudi za kijeshi zinazoendelea kutekelezwa na vikosi vya serikali ya Somalia na walinda amani wa Umoja wa Afrika. Nchini Sudan, hakuna dalili ya kuwepo kwa mpango wa kusitisha mapigano kati ya jeshi la taifa hilo na kundi la Rapid Support Forces RSF. Shirika la Save the Children limesema kwamba waathiriwa wakubwa wa mzozo huo ni wanawake na watoto ambao wanakosa chakula na vifaa muhimu kama vile madawa.